Ilaka sio sehemu ya barabara mpya. Tunashangaa kwa nini barabara yetu inaendelea kuwa na hali hii. Yaani barabara haifai, haijamaliza hata mwaka mmoja. Kwa majina anaitwa Joshua Nangisi Kayange, ni mwananchi ninayeishi kata ya Makambini. Hii barabara ni mpya ambayo ilikuwa imepulaniwa kwenye mpango tani 30 za malori zipite kwenye barabara hii ili kuokoa jamu ambayo inatokana na malori ya kutoka Dar es Salaam kwenda Zambia, kwenda Kongo, kwenda Zimbabwe. Lakini ukiangalia hii barabara kulingana na ubovu wa lea waliokuwa wameiweka, ndio maana barabara hii inachimbuka kila kunapoitwa leo. Kuanzia mwezi wa 8 wa 9 mwaka jana walifungulia hii barabara ili zipite gari ndogo ambazo ni bajaji. Sasa kwa barabara ambayo ilikuwa imeplaniwa kuwekwa magari ya tani 30 yapite kwenye barabara hii, lakini hawakuyaruhusu hayo magari kupita, zikawa zinapita bajaji, na hadi mnavyoiona barabara imechimbuka. Ukiangalia saizi barabara bado haijakabidhiwa, lakini wako kuchimba, wako kutengeneza, kuweka vilaka. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba hawa wakandarasi wanaitakia nini nchi yetu. Wasiwasi wangu ni kwamba vilaka sio sehemu ya barabara mpya. Kwa jina naitwa Michael Anyisile Kayela, ni mkazi wa kata ya Makambini. Hii barabara imetokea kuwa na changamoto kutokea mashimo kabla haijakamilika mitaro. Sasa hili tatizo hatujajua tatizo hili linatokana na nini, wakati hii barabara iko chini ya serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi. Hii barabara ina wakandarasi, pia hii barabara ina mainjinia wa TARURA ambao kila inapofanyika kazi hii wapo, hawako mbali. Hawa wakandarasi hawawezi kufanya kazi peke yao. Tunashangaa kwa nini barabara yetu inaendelea kuwa na hali hii wakati iko na wakandarasi ambao ni wataalamu wa kwetu. Mimi naishauri serikali ijaribu kulifuatilia na kulisimamia hili swala vizuri, ili wakandarasi wetu waeleze tatizo ni nini mpaka barabara inachimbuka hivi, kwa sababu hii ni kazi ya kitaalamu ambayo sisi kama wananchi hatujui inaendaje. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Sogea kwenda Transformer, barabara hiyo mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara imejengwa kwa kiwango cha chini sana. Sijui kama halmashauri yako imeiona ile barabara. Na kama imeiona, imechukua hatua gani barabara? Kumbukeni ile lango kula stadi. Yaani barabara haifai, haijamaliza hata mwaka mmoja. Nataka majibu, ni lini itakuwa itarekebishwa iwe kwenye viwango, iwe kama barabara inayoenda Ileje. Na baraza hili limeelekeza barabara ile ifanyiwe marekebisho, tena sio kwa vilaka. Tumemwelekeza meneja wa TARURA, tunataka tuione barabara iliyokamilika kwa kiwango kizuri kabisa, isiyokuwa na vilaka. Tumesikia kuna changamoto ya barabara ya Sogea Transformer, na sisi vile vile upande wa serikali kupitia kamati yetu ya ulinzi na usalama tayari tumeshatoa maelekezo. Barabara ile kwa kuwa imepata changamoto kubwa, lakini imethibitika kulikuwa kuna changamoto za kiufundi ambazo zimesababishwa na mkandarasi, na uzuri mkandarasi bado yuko kwenye kipindi cha matazamio. Kwa hiyo sisi kama serikali ni waahidi tutaisimamia, tuhakikishe mkandarasi anarekebisha mapungufu yote katika kiwango kinachostahili. Lakini nitoe wito vile vile madiwani, muwe mstari wa mbele kuwaelekeza na kuwaelimisha wananchi, hasa wanaotumia vyombo vya moto. Barabara ile
ni ya barabara ambayo imejengwa na TARURA katika kiwango ambacho haifanani na barabara kuu. Kwa hiyo kuna uzani wa magari ambao unatakiwa kupita kitaalamu, sizidi tani 10. Kwa hiyo pale ambapo sheria inasimamiwa, basi tusaidie kuwaelimisha watumia barabara hile wanaopita na magari yenye uzani mkubwa ambao vile vile nao yanachangia uharibifu wa barabara hii.